Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Makamu wa rais wa China atembelea Kenya, asisitiza kuimarisha ushirikiano wa kibiashara. Mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la Chongqing laangazia teknolojia na ubunifu wa viwanda. Na China yatilia mkazo kusitisha vita nchini DRC Congo. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na makamu wa rais wa China Han Zheng ametembelea Kenya kuanzia Jumapili hadi Jumatano kwa mwaliko wa naibu rais Kithure Kindiki, akiahidi kuimarisha biashara na kuharakisha juhudi za pamoja za maendeleo ya kisasa kati ya nchi hizo mbili. Nilifuatilia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Akiwa jijini Nairobi, Han alikutana na Rais William Ruto kufanya mazungumzo na Kindiki pamoja na kuhudhuria kongamano la biashara kati ya China na Kenya, ambapo alitoa hotuba muhimu. Katika ujumbe wake, Han aliwasilisha salamu za dhati na heri njema kutoka kwa Rais wa China Xi Jinping kwa Rais Ruto. Alisema kuwa kwa zaidi ya miongo 6 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia, China na Kenya zimeendelea kushirikiana kwa misingi ya kuheshimiana, usawa na manufaa ya pande zote, na hivyo kuimarisha uhusiano wao. Alikumbusha kuwa mwezi Aprili mwaka jana, Rais Xi na Rais Ruto walikubaliana kujenga jumuiya ya China na Kenya yenye mustakabali wa pamoja katika enzi mpya, hatua iliyoweka msingi mpya wa maendeleo ya uhusiano wa nchi hizo mbili. Han alieleza utayari wa China kushirikiana na Kenya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi hao pamoja na maazimio ya mkutano wa Beijing wa ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuongeza kasi ya ushirikiano na kuchochea maendeleo ya pamoja. Alibainisha kuwa mwaka huu ni mwanzo wa mpango wa 15 wa miaka 5 wa China, akisema nchi hiyo itaendelea kufungua uchumi wake kwa kiwango cha juu zaidi na kushirikisha Kenya pamoja na mataifa mengine ya Afrika katika fursa za maendeleo ya ubora wa juu. Han pia alishukuru Kenya kwa kuunga mkono masuala nyeti ya China, hususan suala la Taiwan, na kusisitiza kuwa China itaendelea kuiunga mkono Kenya katika kulinda uhuru wake, usalama na maendeleo. Alihimiza pande zote kuongeza ushirikiano wa vitendo wenye tija na kunufaika na sera ya China ya kuondoa ushuru wa forodha kwa 100% kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China itakayoanza Mei mosi ili kuharakisha safari ya kuelekea maendeleo ya kisasa. Kwa upande wake, Rais Ruto alimwomba Han amfikishie salamu zake kwa Rais Xi, akisisitiza kuwa Kenya inaendelea kushikilia sera ya China moja na inaunga mkono mipango ya kimataifa inayopendekezwa na China. Ruto alisema Kenya iko tayari kutumia kikamilifu fursa ya sera ya kutotozwa ushuru ili kuoanisha mikakati ya maendeleo kati ya nchi hizo mbili, kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali na kufanikisha manufaa ya pamoja. Baada ya mazungumzo hayo, pande zote zilishuhudia kutiwa saini na kubadilishana hati mbalimbali za ushirikiano. Katika mazungumzo yake na Kindiki, Han alisema China inaunga mkono Kenya katika kuchagua njia yake ya maendeleo kulingana na mazingira yake ya ndani na kuikaribisha kutumia vyema fursa za biashara katika soko la China. Kindiki alisema Kenya iko tayari kutumia faida za sera hiyo ya kutotozwa ushuru na kujipanga kwa lango la China kuingia katika soko pana la Afrika. Akihutubia kongamano la biashara kati ya China na Kenya, Han alisema dunia inapitia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi yanayoambatana na changamoto nyingi za maendeleo na biashara huria. Alisisitiza kuwa katika mazingira hayo ushirikiano wa karibu zaidi unahitajika kwa haraka, huku China ikiwa tayari kushirikiana na nchi za Afrika ikiwemo Kenya kuimarisha uaminifu wa kimkakati, kukuza biashara na kulinda mfumo wa uchumi wa dunia ulio wazi. China imetoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema amani ya kudumu ndiyo suluhisho la mgogoro unaoendelea. Pia imezitaka pande zote kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu nchini humo. Tomo Njala ana maelezo zaidi. China imezitaka pande zote zinazohusika na mzozo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
kusitisha mapigano haraka na kutekeleza azimio namba 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na makubaliano mengine yaliyopo. Mnamo siku ya Alhamisi, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilijadili hali ya usalama nchini humo. Naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Sun Lei alisisitiza umuhimu wa kusitisha mapigano kikamilifu, kuzingatia suluhisho la kisiasa na kuunga mkono juhudi za ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo ili utekeleze majukumu yake. Sun Lei alisema kwamba China inaendelea kuheshimu juhudi za DR Congo kulinda mamlaka yake, uhuru wake na mipaka yake, pamoja na kuunga mkono kurejeshwa kwa utawala wa serikali katika maeneo ya mashariki. Aidha, alieleza kwamba China itaendelea kusimamia haki, uwazi na juhudi za upatanishi. Kama rafiki wa karibu wa nchi za eneo hilo, China iko tayari kushirikiana na pande zote ili kurejesha amani na utulivu na pia kuendeleza maendeleo na ustawi wa eneo hilo. Serikali ya China imetangaza mpango mpya wa kuanzisha mfumo wa kitaifa wa bima ya huduma za muda mrefu. Ni hatua inayolenga kuwasaidia watu wasioweza kujihudumia, hasa kutokana na ongezeko la wazee nchini humo, kama anavyoarifu Simiyu Wanjala. Mwongozo huo umetolewa na ofisi za kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China pamoja na baraza la serikali, ukieleza kuwa mfumo huo wa bima ya huduma za muda mrefu unatoa msaada wa kifedha na huduma muhimu za maisha ya kila siku pamoja na huduma za msingi za afya kwa watu wanaoshindwa kujihudumia. Kwa mujibu wa serikali, tangu kuanza kwa majaribio ya mfumo huo mwaka 2016, zaidi ya watu milioni 310 wamejiunga nao, huku zaidi ya watu milioni 3 wenye ulemavu wakinufaika na huduma hizo moja kwa moja. Aidha, orodha ya huduma iliyotolewa Septemba 2025 inaonyesha kuwa mfumo wa bima utagharamia huduma 20 za maisha kila siku, ikiwemo kusaidiwa kula, matumizi ya choo na usafi. Pia utagharimu huduma 16 za matibabu, zikiwemo uchunguzi wa kawaida wa afya, huduma za msingi na urekebishaji wa viungo. Mpango huu unatajwa kuwa sehemu muhimu ya mfumo mpana wa hifadhi ya jamii nchini China, huku ukichukuliwa kama mkakati muhimu wa kukabiliana na changamoto za ongezeko la wazee katika taifa hili. Mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la Chongguan wa mwaka wa 2026 ulifunguliwa Beijing siku ya Jumatano, ukiwakutanisha zaidi ya wageni 1000 kutoka nchi na maeneo zaidi ya 100 kote duniani kujadili jinsi teknolojia za kisasa zinavyotumika katika sekta mbalimbali na jinsi zinavyozidi kuunganishwa katika kiwango cha viwanda. Mwenzangu Hamis Darwish anaripoti zaidi. Ukiwa na kauli mbiu ujumuishaji kamili kati ya ubunifu wa teknolojia na viwanda, mkutano huo utaendelea hadi Jumapili, ukiangazia wimbi la sasa la ubunifu wa sayansi na teknolojia na kulenga maeneo ya mbele kama vile 6G, maingiliano ya ubongo na kompyuta, pamoja na tiba za seli na jeni. Sherehe ya ufunguzi ya mkutano huo ilishuhudia kutolewa kwa ripoti ya mafanikio 10 bora ya kisayansi nchini China kwa mwaka 2025 na ripoti ya kielezo cha ubunifu wa kitaifa, zikionyesha mafanikio mapya ambayo yana athari kubwa katika sekta mbalimbali. Katika ukumbi mkuu, bidhaa za teknolojia ya hali ya juu ikiwemo miwani ya AI inayoweza kutafsiri zaidi ya lugha 140 na roboti za ukubwa na za kazi mbalimbali ni miongoni mwa vitu vilivyovutia zaidi. Wakati wageni wakichangamana siku ya ufunguzi, wengi walivutiwa na ustadi wa mikono ya roboti inayofanana na ya binadamu, na pia walifurahia kunywa chai au kahawa iliyotengenezwa na roboti mhudumu wa vinywaji. It's a surprise how smart the fingers of this robot can take the cups and fill into another cup, and it was very interesting for me. Mkutano wa mwaka huu unajumuisha zaidi ya matukio 100 yaliyogawanywa katika sehemu 5, zikiwemo mikutano mbalimbali, matokeo ya tafiti, biashara za teknolojia, mashindano na shughuli nyingine za kusaidia. Pia utakuwa na majukwaa 60 sambamba yanayolenga maeneo mapya kama 6G na miingiliano ya ubongo na kompyuta,
pamoja na zaidi ya matukio 20 ya kuoanisha teknolojia. There's a lot more different subject matter conferences this year. You can see that China is strategizing in energy, in bio, in materials and automotive. So you're seeing a lot more conferences and talks around that, which is really interesting. Kadri teknolojia ya akili bandia AI na roboti inavyoendelea kukua kwa kasi, dunia inaingia katika enzi mpya ambapo mashine zinaanza kushiriki kikamilifu katika maisha ya kila siku ya binadamu. Hata hivyo, changamoto kubwa imekuwa ni jinsi ya kuzifanya roboti zifanye kazi kwa ufanisi katika mazingira ambayo ni halisi. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Kituo cha mafunzo ya data za roboti mjini Beijing kinawafundisha roboti kufanya kazi mbalimbali, hatua inayosaidia kukabiliana na upungufu wa data halisi ambacho ni kikwazo kikubwa zaidi katika kuziwezesha roboti kutumika kwa wingi. Ndani ya kituo hicho, uratibu wa kuvutia kati ya binadamu na roboti unaonekana wazi. Kuosha vyombo imekuwa kazi ya kawaida kwa roboti. Kuchuma matunda, kutengeneza kahawa na kukunja nguo zimekuwa shughuli za kawaida. Uwezo wao mpana unatokana na kiasi kikubwa na wakufunzi wa kibinadamu wanaofanya kazi nyuma ya pazia. Cheng Shudong ni mmoja wa wakufunzi hao. Kila siku yeye na wenzake hufundisha roboti kufanya kazi mbalimbali ili kukusanya data za mienendo. Anaeleza ni kwa nini data ni muhimu sana. Once deployed in real environments, robots often struggle with friction, changing light, or background noise. Simulation data alone is not enough to train high-quality models. To bring robots into daily life, we need real-world data to drive the industry forward. Kulingana na Chen, data halisi za aina mbalimbali zinazohusisha kuona, kusikia, kugusa na udhibiti wa mwendo ndizo msingi muhimu wa kufundisha mifumo ya AI ambayo ndio ubongo wa roboti. Kampuni za akili bandia na watengenezaji wa mifano mikubwa hutegemea data hizi kufundisha mifumo yao. Chen alitoa mfano wa kukunja taulo, kazi ambayo inaonekana rahisi lakini yenye changamoto. A towel is a soft object. Every time you fold a corner, its shape changes completely. During data collection, we have to account for different towel types, colors, and sizes. That means collecting data from various operating scenarios. We also deliberately collect difficult cases, moments when the robot is likely to make mistakes, so the model can learn to correct itself. Kadri roboti zinavyosogea kuelekea uzalishaji wa wingi, mahitaji ya data yanaendelea kuongezeka. Katika mwaka mmoja tu tangu kufunguliwa, kituo cha Chen kimekusanya makumi ya maelfu ya saa za data kutoka kwa roboti halisi. Anatarajia mahitaji ya data kwa kampuni za AI kuwa tofauti zaidi kadri muda unavyosonga. At first, everyone focused on training a high-quality general-purpose AI model. Later, AI companies need to collect specialized data to address specific weaknesses in their models. When these models are deployed in real-world settings, failures may occur in certain scenarios. Then we need additional data collection to solve those problems. Kwa sasa zaidi ya kampuni milioni 1 zinazohusiana na roboti zinafanya kazi nchini China, zikiwemo zaidi ya 26,000 zilizofunguliwa mwaka jana. Kulingana na Profesa San Rina wa chuo kikuu cha Beihang, ukuaji wa kasi wa roboti unatarajiwa kubadilisha uchumi wa China. Intelligent robots require high-quality sensors, reducers, and high-performance chips. This means China is likely to see an industrial upgrade that blends software and hardware. I believe this will become a new growth engine. With its vast real-world data and complete industrial chain, China is well placed to help shape robot standards and application scenarios. This could allow the country to move from a follower to a leader in this field. Kwenye sehemu yetu Ifahamu China leo, Zakia Pong anatufahamisha namna bidhaa zinazowezeshwa na teknolojia ya kisasa zinaendelea kupata umaarufu sana kwa wanunuzi wa kimataifa katika soko la kimataifa la biashara la Yiwu, soko kubwa zaidi duniani kwa bidhaa ndogo. Hebu tujiunge naye basi Zakia Pong katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Bidhaa zinazowezeshwa na teknolojia ya kisasa zinaendelea kupata umaarufu sana kwa wanunuzi wa kimataifa katika soko la kimataifa la biashara la EU, soko kubwa zaidi duniani
kwa bidhaa ndogo lililoko mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China. Likijulikana kama duka kubwa la manunuzi duniani, soko hilo lililoko EU linafurahia ukuaji imara wa biashara ya nje mwaka 2025, licha ya mazingira magumu ya biashara ya kimataifa. Thamani ya jumla ya mauzo na manunuzi katika kituo hicho cha bidhaa ndogo iliongezeka kwa 26% mwaka kwa mwaka wakati wa robo tatu za mwanzo na kufikia rekodi ya juu ya zaidi ya yuan bilioni 630. Kwa mujibu wa forodha ya EU, ukuaji huo umetokana na waagizaji walioko EU kufanya kazi ya kupata maagizo zaidi katika masoko yanayoibuka na kuvutia wanunuzi kwa bidhaa zinazolengwa kuendana na nchi na sehemu tofauti. Wamiliki wa biashara wanasema vifaa hivi vya kivumbuzi vinasaidia sana katika kuchochea ukuaji. Kwa mujibu wa Wang Guoxing, mmiliki wa duka, mwaka jana mauzo ya duka lake yalifikia dola za Kimarekani milioni 100, ambalo ongezeko la mara 5 zaidi ya takwimu za mwaka juzi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第11课，我来北京1年了。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 1. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 来， Niambie, ipi ni sahihi? 第二个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 年， Niambie, ipi ni sahihi? 第一个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.
习 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 汉 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 用 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 打 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. Sikiliza rekodi ifuatayo na chagua neno sahihi jipya. 0第六个 学习 第五个 玩 第三个 分钟 第四个 汉语 第二个 以前 第一个 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.